Asante sana Daktari Nkusa. Mimi kama alivyotambulisha Alhaji Nkusa daktari, mimi ni Sharif Musa Kazimiri, niko hapa Dodoma, lakini pia na nafasi nyingine ambaye leo nimeifanya kwa wakati wake na kwa mujibu wa utaratibu uliokuwepo kwamba ni mratibu wa shughuli ya leo iliyofanyika ambayo tumeswali watu walioswalia Jamhuri. Basi mratibu wao nilikuwepo mimi pamoja na mwenyekiti wangu wa kamati ya sherehe. Lakini mimi niseme tu kwamba katika nyadhifa hiyo pia ni katibu mkuu wa taasisi moja kongwe sana hapa Dodoma, Dodoma General DGMA kwa kifupi chake, ambayo hiko hapa Dodoma, na hii taasisi ni ya watu wa Dodoma, hii taasisi ni ya Waislamu wa Dodoma, hii taasisi kwa kweli ni kongwe na ina watu wa Dodoma. Kwa hiyo mimi nahitaji watu ili tuweze kufanya kazi zetu kwa uadilifu. Lakini lingine ni washukuru sana, ni washukuru wale wote, walimu wote waliofanya madarisi katika mwezi wa Ramadhani huu Dodoma, lakini katika nchi nzima ya Tanzania, katika misikiti yote ya Tanzania, katika Tanzania bara na Tanzania visiwani pia tunawashukuru walimu wetu ambao wamejitoa kwa hali na mali katika kuweka darasa madarasa yote ambayo katika tafsiri nzima ya Qur'ani. Kwa mfano hapa Nunge tulikuwa na tafsiri ya Qur'ani katika surati Furqan. Surati Furqan imetafsiriwa mwezi mzima. Kwa hiyo watu wamepata faida kubwa sana. Lakini pia ni washukuru wale wote waliojitoa katika kushughulikia shughuli hii ya Eid al-Fitr katika uwanja wa Jamhuri. Lakini washukuru maimamu wote walioswalisha katika mwezi huu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu awalipe hizi baraka za Ramadhani. Viongozi wetu wa dini, Mwenyezi Mungu awalipe hizi baraka za Ramadhani, na sisi pia tulipe baraka za Ramadhani. Leo tuna mwezi wa Shawari, tarehe 1 hii Shawari, na tumeshafanya Eid yetu, tumemaliza. Lakini tufuate yale walotuambia mashekhe zetu. Mashekhe zetu wametueleza vitu vizuri. Kwa hiyo tufuate utaratibu ule, tusirejee katika yale maasi tena. Maasi tusiyarejee, kwa sababu kuyarejea maasi tutakuwa tumeibatilisha Ramadhani yetu, itakuwa haina maana katika kufunga mwezi mzima. Basi mimi niwatakie kheri sana katika siku ya leo. Tuende katika mambo mazuri, tuende katika kusherehekea sikukuu yetu vizuri, tusiingie tena katika urevi, katika uzinifu, katika mambo yale ambayo tulishayaacha huko. Mwenyezi Mungu kwa kweli atatuadhibu vikali sana tukiyarudia hayo mambo. Ramadhani imetusafisha, Ramadhani imetuongoza katika kufuata mambo mazuri, basi tuyafuate mambo mazuri. Mimi nasema wa barakallahu fika, sisi tuwe katika hayo, na wazee wetu watangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu awape firdausi, awaondolee madhambi, awaondolee adhabu ya kaburi, awaondolee kila lililobaya katika makazi yao hayo, na sisi tutafika kwenye makazi hayo wakati wote Mwenyezi Mungu atapotuhitaji. Basi mimi naomba sana tuwe watulivu katika mwezi huu wa Shawari, tufuate yale ya Ramadhani na ya Shawari, kwa sababu mwezi wa Shawari nao ni mwezi mtukufu pia. Sijui kama tunafahamu hilo jambo kwa wale watu wengine. Mashekhe hapa watasema. Mimi kama kuwaomba shukurani na kuwatolea shukurani wote wale kama nilivyosema mwanzo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kheri na baraka ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sasa tumeumaliza salama alhamdulillah, na tunaendelea na siku 6 ndani ya Shawwal kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha kaongeza siku 6 katika mwezi wa Shawwal atakuwa kana kwamba au anapata thawabu za kufunga mwaka mzima. Hii ina maana kwamba tunasisitizana kuendelea na ibada haijaachwa. Tukitoka kwenye mwezi 6, maana yake funga ya 6, basi tunaelekea kwenye mwezi wa kujiandaa na masuala ya haji. Tarehe 1 leo Shawwal ni tarehe ya kwanza ya kumalizika kwa Ramadhani, lakini ndo tarehe ya kwanza ya kuanza
ni tarehe ya mwisho ya kumalizika Ramadhani, lakini tarehe ya kwanza ya kuanza maandalizi ya hija ambayo itakwenda mpaka Dhulhijja. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum. Miongoni mwa miezi hiyo maalum ni pamoja na Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja yenyewe. Kwa hakika siku ya leo tumeswali vizuri kama alivyofanya utangulizi mwandishi maalum na msemaji maalum wa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi kutoka ofisi ya Mufti makao makuu zote mbili, makao makuu Dodoma pamoja na makao makuu Dar es Salaam ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwamba Idi tumeswali katika uwanja. Kusema ukweli nimefurahishwa sana na mwenendo ulioonyeshwa na wakazi wa mji na jiji la Dodoma pamoja na vitongoji vyake. Yani jinsi umma ulivyoitika katika uwanja, watu walivyojaa, hii ndio tabia tunayotakiwa kufanya na aliyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika utaratibu uliofanyika wa kuunganisha watu, huo ndo umoja anaousimamia na kuutaja mara kwa mara Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi. Lakini pia hili jambo la maandalizi na kufika hapo tulipofika alijitengeneza yenyewe, limetengenezwa na kamati iliyoko chini ya akina Sharifu Musa Kazimili pamoja na mwenyekiti, lakini chini ya usimamizi wa mzee wetu na ufadhili, lazima tuseme ule ukweli, ufadhili na usimamizi na ushirikiano bila ubaguzi wa mzee wetu mzee Ismaili Daudi maarufu kama Victory Bookshop, ambaye amesimamia toka mwanzo. Maana yake aliniambia kwamba mimi nisiondoke hapa Dodoma mpaka nihakikishe kwamba tunafunga pamoja siku za mwisho mbili za Ramadhani, lakini tunahudhuria Idi ya pamoja, na ahadi hiyo nimeitimiza. Vinginevyo mimi ningekuwa katika Idi ya kitaifa ambayo inafanyika Dar es Salaam, ambayo imeswaliwa katika Mohamed wa 6 pale BAKWATA makao makuu, na baraza la Idi litakalokuwa limefanyika Nyerere Convention pale Dar es Salaam. Lakini niko hapa kwa usimamizi na kwamba tuwe pamoja kwa ushirikiano. Lakini washukuru ofisi yetu ya Mufti kwa maandalizi na kuniandaa mimi, akiwemo Sheikh Uthman Hoti pamoja na Dr. Harithi Nkusa maarufu kama Alborsiye ambaye tumekuwa naye, bila kumsahau Akram ambaye tumekuwa naye toka mwanzo hadi mwisho. Niwatakie sikukuu njema, niwatakie kila la kheri, tusherekee kwa furaha na amani, tuendelee kuiombea nchi yetu, tuendelee kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa Daktari Samia Suluhu Hassan, tumuombee Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, tumuombee Mufti Daula ambaye ni Mufti Dr. Abubakar Zuberi. Umoja huu wa Waislamu, ushirikiano na huu Waislamu anatumia nguvu kubwa kuutengeneza, na ndio maana mnaona tuko pamoja taasisi kwa taasisi. Leo tuko na Dodoma General, kesho tuko na taasisi nyingine, kesho kutwa tuko na taasisi nyingine. Haya ni matunda ya usimamizi na umakini wa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Tuombee nchi yetu katika uchaguzi unaokuja. Mwaka 2025 ni uchaguzi mkuu ambao ufanyika kila baada ya miaka mitano katika Tanzania yetu hii. Tutamchagua Rais wa Jamhuri wa Tanzania, tutawachagua wabunge, tutawachagua madiwani. Bila dua zetu, bila kumuomba Mwenyezi Mungu na kujidhalilisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huenda yakatukuta ambayo yanawakuta watu wengine. Sisi hayatatukuta ikiwa tutapiga magoti katika maeneo yetu. Kila anayejua anamjua Mwenyezi Mungu, basi amlilie na kuomba ili aweze kutusaidia atuvushe salama. Tunayo ibada yetu huko mbele ya safari ya hija. Tujitahidi kuhakikisha tunakwenda hija kwa wale wenye uwezo, na tunapofika kule katika Baitillahil Haram, katika viwanja vya Arafa, Muzdalifa na Mina, tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika uchaguzi wetu, kwa sababu hija tutaifanya kabla ya uchaguzi. Lakini tulipo kule tumuombe sana Rais Samia Suluhu Hassan. Kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan kuna maana kubwa sana. Huyu ndio rais wa nchi, ndio mkuu wa nchi. Akiimarika nchi inaimarika, akitetereka nchi inatetereka. Kwa hiyo mtu asione ajabu kwa nini Dr. Samia kila kona. Huyo ndio mkuu wa nchi, huyo ndio mkuu wa kila kitu. Huyo ndiye anayesimamia nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutengamana na kuharibika kuna muhusu yeye. Sisi tunamuona yeye kama jicho letu, ndio mteuzi, ndio mtenguzi. Kwa hiyo tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakapokuwa kwenye viwanja vya Arafa, Mina na Muzdalifa, tunapokuwa Baitillahil Haram, tutakapokwenda kumsalimia Mtume
wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko Madinatul Munawwara, tumwambie naye atuwekee macho na nguzo zote katika swala zima la uchaguzi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mimi naungana na viongozi wetu wa juu kama alivyosema Alhaji Sheikh Suwaid Twaibu pamoja na ndugu yetu Musa Kazmiri katika kusherehekea sikukuu yetu ya Eid al-Fitri mwaka 2025. Alhamdulillah, Dodoma tumevunja rekodi kama ilivyokuwa ada. Uwanja umefurika, Waislamu wana furaha, Waislamu wameshikamana, tumefunga Ramadhani vizuri na tumemaliza vizuri. Sasa wasia wetu na wasia unaendelea kutolewa na wazee wetu ni kwamba tushikamane katika zile khairi, hasa katika kutunza tunu ya amani ya nchi yetu ili tuweze kupata maendeleo yaliyokuwa mazuri. Na kama alivyosema Alhaji Sheikh Suwaid Twaibu ni kwamba amani na utulivu wa nchi yetu ni viongozi wetu wanavyotulia katika kuendelea kufanya majukumu yao ya kila siku. Tumuombee sana Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu ampe amani, ampe afya nzuri, ampe mawazo, ampe hikma na busara nzuri za kuiongoza na kuilinda nchi yetu. Lakini pia wale ambao anawaongoza kwa maana wananchi kwa ujumla, Mwenyezi Mungu awape nyoyo laini nzuri za kudhaniana mema na kufanyana kheri na kusameheana pale ambapo tunakoseana. Kama mwezi mtukufu wa Ramadhani, dawa nyingi zimetolewa zikihusia jambo hilo. Lakini jambo moja tukumbushane ni kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda wanadamu wanaofanyiana mema na wanaoombana msamaha. Hata kama mtu kakukosea, unajua kabisa amenikosea, hebu lainisha nyoyo yako, kandamiza moyo wako, muombe msamaha ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukulipa malipo makubwa kuliko yale ambayo yule ambaye anakuwa mjeuri katika dunia hii. Zaidi tumuombee sana Mufti Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Alombwana anavyolea Waislamu na jamii kwa ujumla. Mufti huyu mkimwangalia yuko tofauti kabisa na mamufti waliopita. Roho yake nzuri, mtazamo wake mzuri kijamii, hana ubaguzi kwa sababu Tanzania ina mchanganyiko wa watu wa imani mbalimbali, lakini wote tunaishi vizuri katika nchi yetu Tanzania. Na jambo hilo niwafahamishe tu mnaonitazama na mnaofuatilia ni kwamba linapatikana Tanzania peke yake. Angalieni katika manchi wengine waliokuwa huko wanapigana kwa sababu eti ya ukabila. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna shuhuba wa kabaila litaarafu inna akramakum indallahi atqakum. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema nimeumba mataifa mbalimbali na makabila tofauti tofauti, mfahamiane tu, lakini mbona mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni yule anayemcha Mungu, anayefanya mambo mema. Kwa hivyo tofauti zetu za kikabila, za kidini, za kimaeneo zisitufanye kuwa ni kwamba ni wabora. Mbona leo anayemcha Mungu tu. Dunia hii ina mwenyewe na mwenyewe ameweka utaratibu ambao tutamfikia vizuri ili aweze kutulipa baada ya kufa. Kila mtu amefiliwa na ndugu zake, jamaa zake, kaka zake. Sasa na wewe utaondoka na mimi nitaondoka. Kama ameondoka Mtume Muhammad, sidhani kama kuna mtu atabakia katika dunia hii. Hivyo tushikamane katika kufanyana mema ili tuwe salama hapa duniani na pia baada ya kufa tuwe salama kule kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Baada ya kusema hayo, ni washukuru watu wote ambao tunashirikiana katika kuhakikisha dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu inakwenda mbele, lakini maendeleo ya nchi yanakwenda mbele na harakati zote za dini zinakwenda mbele. Zaidi tumshukuru sana mzee wetu Mzee Ismail Abdallah Daud pamoja na familia yake kwa ujumla, wanafanya mambo mema. Tukiwataja hivi haina maana kwamba tunawapendelea, ni kweli wanafanya kheri, wanafanya mambo mema, ni watu wema kwa watu, tunayaona. Hivyo tukisema hivyo tunaomba watu wasitafsiri tofauti. Tuna malengo ya kuwapa nguvu ili waendelee kufanya kheri zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Baada ya kusema hayo, mimi ni Alhaji Othman Hoti kutoka ofisi ya Mufti Tanzania makao makuu Dodoma. Shukran wa jazakumullahu khair. Eid Mubarak, takabbalallahu minna wa minkum wa ghafara Allahu lana wa lakum.